الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطاهرين وأصحابه غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Jana tulielezea umuhimu wa nafasi ya vijana, iwapo wataitumia nafasi yao na watakaa kwenye position yao kama mabarobaro, basi wanaweza kuleta mambo makubwa ya kustaajabisha katika hii dunia, kwa sababu katika tarehe inaonesha vijana wengi ndio waliokuwa sababu kubwa ya kuifikisha dini mbele. Wengi waliopigania dini walikuwa ni vijana, na wengi waliokufa katika dini walikuwa vijana. Kwa hivyo nafasi yao ni adhimu, inatambulikana kwa upana sana. Ndio kaona katika hadithi kadhaa Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha, ametueleza nafasi hiyo ya vijana, kiasi kwamba siku ya Kiyama watu sampuli 7 peke yao watafunikwa kwenye kivuli cha arshi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Miongoni mwa hao watu 7 ni shabun nashaa fi ibadati llah, barobaro aliyeinukia katika ibada ya Mwenyezi Mungu. Nini maana ibada? Maana ibada ni muradif na taa. Ni nini maana ya taa? Maana ya taa ni al-imtithal bi awamiri llahi wa ijtinabu an nawahi, takwa. Kwa hivyo taa ni kumtii Mwenyezi Mungu kwa yale aliyokuamrisha na kuepuka makatazo aliyokukataza. Lakini mbona kijana barobaro? Kwa sababu umri wa ujana na wa barobaro ni umri wa kutekeleza, umri wa kujituma, umri wa kufanya. Wanaofanya kazi kwa bidii utakuta ni nani? Ni vijana. Wewe leo mzee ukiwa na mzigo wako watafuta nani? Kijana barobaro mwenye nguvu akusaidia kubebea. Vijana wahitajika sana katika jamii yetu, kwa sababu wamelengwa wao direct, bila kona. Vijana tukatoa jana kisa cha ashabul kahfi, wale watu 7 au 8, hawajuae zaidi idadi yao ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini walikuwa ni mabarobaro, wakaweza mpaka kukimbilia pangoni. Walikuwa innahum fityatun, umeona, walikuwa ni vibarobaro. Lakini angalia sababu ya watu 7 tu hao, imani ya baada ya miaka 300 kupita, walikwenda wakashuhudia kwa macho yao kutoweka kwa imani ya kishirikina. Ile kazi imefanywa na vijana 7. Taifa zima limekuwa likimwabudu nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala, jambo ambalo liliwashangaza hata wao wenyewe. Kwa muda mchache, miaka michache, ilikuwa kwetu sisi ni hatia kudhihirisha imani ya Mungu mmoja. Si ulikuwa ukiadhibiwa tu na kuachwa, ilikuwa adhabu yenyewe ni kufa, ukihukumiwa kifo. Sasa leo imekuwa ni tofauti. Anayabudu sanamu, akijulikana na shikwa anapelekwa gerezani. Waliaona hayo mambo kwa macho yao. Mungu aliwaonyesha faida ya ubarobaro wao katika kuitumikia dini ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Shabun nashaa fi ibadati llah, watu sampuli 7, miongoni mwa watu hao ni barobaro. Mzee hajataja. Ya mashara shabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Muona nguvu iko kwenye ujana. Lakini leo cha kusikitisha mno ni wanaohudhuria misikitini ni wazee wenye afya zao, wenye nguvu zao, mabarobaro. hawahudhurii.
huwakuti sana misikitini. Na sasa huo ndio wakati ambao Mungu amekupatia utumike katika dini, kuwa mfano wa wale waliotumika. Ukiwa na nguvu ndio unaweza kufanya ibada, lakini maskini leo wazee wasiokuwa na nguvu ndio maskini wanakuja na swala za jamaa, wanakuja kuswali kwa kukaa. Wewe ambaye Mungu amekupatia nguvu unaweza kuswali kwa kusimama, neema hiyo bado huithamini, huji msikitini. Nguvu. Hata katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema vipi? Katika mambo ambayo wataulizwa watu ni barobaro, wataulizwa fima afna, aliutumia vipi ubarobaro wake, ujana wake. Wakati wa swala wewe unakwenda PlayStation, wakati wa swala wewe unakimbizana mbio na huyu na yule. Lakini mabarobaro, ndugu zangu, ndio wenye kuleta amko. Hata hizi siasa zinazoendelea, mawimbi, viongozi utawaona wazee, lakini wafanyao kazi za kutengeneza mabomu na nini utakuta ni vijana. Leo ukienda China, hata ziko klipu zikituma, utakuta watoto wadogo wenye umri wa miaka 7-8, bado yule ni mtoto mdogo, anafundishwa kuunda vitu ambavyo sisi labda kiangalia tuko nyuma kiasi gani. Serikali yenyewe vitu vingi mpaka tufanyeje za kutoka nje, tumeishiwa na mbinu. Lakini watoto wadogo kule wanatengeneza hizo simu zinazokuja hapa, mkaona zingine simu original, kazi inafanywa na watoto wadogo wa umri wa miaka 8, miaka 10. Sasa huyo ikiwa anatengeneza simu peke yake, anatefuta vifaa, anajua vifaa gani, bila ya kuambiwa anatengeneza. Huyo akiwa na miaka 7, akiwa na miaka 20. Ndugu zangu, leo sisi hatujaweza kutengeneza hata kiberiti kiberiti kweli. Kwa masomo maskini, mtoto anapelekwa shule kutokea saa 12 ya mapema au saa 11 ile alfajiri, anarudi saa 11 au saa 12 ya magharibi. Kitu gani amefanya? Sisemi ufundishwa ujinga, sitaki kukosoa maskuli wala nini lakini kitu cha kushangaza, watengeneza nini? Mtu amemaliza university, amesomea sijui diploma, amesomea kozi gani na kozi gani, lakini anatengeneza nini? Wewe nyumbani tu ukiwa na problem tu, kijigulopu kile, basi hawezi hata mpaka sisi tumuite nani? Fundi. Kiplagi tu pale basi hata ile kukibana, yani taweza kufungua na kuangalia waya hunu, kuconnect na hunu. Tuko nyuma ndugu. Lakini wale walikwenda kufahamu, hawa vijana wakishikiliwa, hawa ndio wana mapinduzi, hawa ndio wana teknoloji, ni yao. Mungu amewaleta kwa zama hizi, anajua Mungu. Ndio maana ameona bwana, sisi tutaondoka hii. Sasa watoto wanaozaliwa, hizi ni zama zao, hii teknoloji ni yao. Sisi tuwapatia tu ile mifumo, tuwapatia misingi, lakini wao ndio waendelezaji. Sisi tutazikwa makaburini. Ni nani watakaoifanya kazi hiyo? Sasa vijana wetu tunawakuza vipi? Kwa misingi ipi gani? Vijana, Mungu amewataja vijana kadhaa. Jana tulielezea tu kwa mukhtasar ashabul kahfi. Hebu leo tuangalie wale walikuwa vijana 7. Leo tumshike mtoto mmoja tu, maana unaweza kusema hao walikuwa 7, taifa zima likafanyaje? Likaweza kumwamini Mwenyezi Mungu. Mungu ametaja kweli vijana 7. Pia Mwenyezi Mungu ametaja mtoto mmoja ambaye imekuwa ni sababu ya taifa zima kubadilika. Na si visa hivi ninavyowatolea vya kupumbaza tu hapa kama hadithi za lela olela kisha tuondoke hapa. Ile hadithi ilikuwa mzuri ya kutunga, sizungumzi hadithi za kutunga, ni hadithi za kihistoria. Jana kisa cha Ashabul Kahfi ni kisa ambacho kimethibiti, ni waqia, kimetajwa katika Qur'ani. Kuna mtu anayepinga Qur'ani? Ashabul Kahfi wametajwa, historia yao, miamko yao, wadhifa wao, Qur'ani imetaja. Hebu sasa kisa hichi ambacho tutakizungumzia nacho kimetajwa katika Qur'ani. Naam, kimetajwa katika Qur'ani. Ni watu gani hao? Leo tutawazungumzia ashabul ukhdud.
Mwenyezi Mungu amewataja watu hawa kwenye suratul Buruj, wasamai, bismillahir rahmanir rahim, wasamai dhatil buruj wal yawmil maw'ud wa shahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud. Hapo imeanza sasa habari za hawa. Qutila ashabul ukhdud, wameangamizwa watu wa makhandaki, watu waliofukua mashimo marefu makubwa kwa ajili ya kuwaangamiza waumini. Ilianza hapa. Sasa hebu tukilete hichi kisa kwanza, kilianzaje mpaka kufikia hao watu wameangamizwa kwa ajili ya kufukua mashimo makubwa, wakawa wameweka kuni nyingi, annari dhatil waqud, hayo mashimo imejazwa kuni, moto na waka kwa nguvu, wanaingizwa waumini ndani ya hilo shimo. Sababu ilikuwa ni nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam atuelezea kisa hichi yeye mwenyewe. Atuelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi iko katika Riyadhus Salihin. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, kana malikun fi man kana qablakum, hapo zamani kulikuwepo na mfalme kabla yenu nyinyi masahaba. Hawaelezea zamani nyuma kulikuwa na mfalme wa kibepari, mfalme dhalimu, mfalme aliyetumia madaraka yake vibaya. Na leo pia viongozi wako wengi wanatumia madaraka yao vibaya. Bado hatusomi, hatuchukui mafunzo, hatupati masomo kwa hawa. Mwisho wao ulikuwa vipi? Mwangalieni Firauni, mwisho wake ulikuwa vipi? Sasa na huyu mfalme wa kibepari, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, wa kana lahu sahirun, huyu mfalme alikuwa anaye mganga mchawi akimsaidia katika kudanganya watu. Wachawi ni mahodari katika kudanganya watu. Hakuna watu mahodari zaidi katika kudanganya watu kama nani? Wachawi. Tulisikia yeye atakutabiria mambo hata ya baada ya miaka mingapi, utakuwa tajiri. Lakini yeye ambaye anakwambia wewe utakuwa tajiri, wewe uondoke hapo tu bila kupewa zile dawa, lazima tatakana nini? Usiondoke bure bure, mkono wangu. Sasa wewe unawabashiria watu tajiri na wewe mwenyewe unakufa na njaa. Mwangalie hali yake tu mwenyewe. Kweli mtu angekuwa tajiri, angekuwa katika mazingira yale, hali zake, pahali alipo, nguo zake, na leo utaona vibao vile wameweka na namba zao za simu za M-Pesa. Ni urongo. Hawa watu ni magwiji sana katika kudanganya watu. Sasa huyo mfalme alikuwa anayemchawi, anayemsaidia katika mambo yake, ili tu kuwadanganya watu, aonekane ile misimamo yake, maneno yake ni khila na uhadazi. Ikawa namna hiyo hiyo, mfalme akiwalazimisha raia wake wamtii kwa nguvu, waoneshe heshima yao kwake. Kafikia wakati ule mchawi akawa mzee sana. Tumetuambia falamma kabira qala lilmalik, ule mchawi alimwambia mfalme, inni qad kabirtu, mimi sasa nimekuwa mzee, fab'ath ilayya ghulaman, niletena mimi nani? Ghulam ni nani? Kijana. Niletena mimi mtoto, niletena mimi kijana. Uallimahu sihr, uallimhu sihr, nipate kumfundisha uchawi. Mimi nikifa sasa, nani atakayekusaidia? Niletee mtoto. Mfalme akaona ni kweli. Fab'atha ilayhi ghulaman yuallimuhu, akamletea kijana ili amfundishe. Naye mchawi akamfundisha yule mtoto, akamfundisha. Ikawa katika kumfundisha kwake, ule mtoto akitoka nyumbani akielekea kwa mchawi, akakutana na mcha Mungu mmoja njiani, kutana na mcha Mungu mmoja. Faqaada ilayhi, umeona huyu ni mcha Mungu, naonekana ni msomi. Yule kijana akakaa kwake kusikiliza mazungumzo yake. Wasamia kalamahu, akasikia maneno yake. Maneno ya huyu mcha Mungu ni mazuri, yana ladha. Faajabahu, akapendezwa sana na yale maneno yake. Wa kana idha atasahira marra birrahib wa qaada ilayhi, ikawa sasa mfumo wake haendi moja kwa moja mpaka kwa mchawi. Akitoka nyumbani kuelekea kwa mchawi, lazima ampitie yule mchaji Mungu, akae kwake asikie maneno yake. Na alikuwa akimwambia maneno gani? Alikuwa akimfundisha tauhidi, alimfundisha imani ya kuamini Mungu mmoja. Na huwezi kumwaminisha mtu tu hivi hivi, akimwaminisha
kwa dalili. Hata leo ukitakumwambia mtu Mungu mmoja, mwambie angalia mbingu na ardhi. Mbingu hazikushikiliwa na kitu chochote, ni nani aliyezishikilia? Akili yako ni Allah, hakuna mwingine. Kwa hivyo alimfundisha kuamini Mungu mmoja. Sasa ikawa sasa akifika kwa yule mganga mchawi anachelewa, yule mganga akaona huyu mbona saa fulani awe amefika, lakini yeye anakuja kufanya nini? Anakuja kuchelewa. Akienda faidha atasahira dharabahu, kama ilivyo hata huko desturi shule madrasa, ukichelewa mwalimu anafanyaje? Anakuchapa ili usichelewe tena. Sasa alipoona kila akifika kule anachelewa, anachapwa, fashaka dhalika ila rahib. Yule mtoto akamwambia yule mcha Mungu somi mtawa, akamwambia bwana, mimi kila nikifika huko nimechelewa, yule mchawi siku hizi ananichapa. Hiyo saa nyingine unamwambia mtu ili kama mwalimu, ili kule asichelewe, basi jaribu fupisha maongezi yako ili niwahi kule pia kufanyaje kufika. Yani sababu ya kumwelezea ni nini? Amweleze tu mimi ninachapwa bwana, mimi nikifika kule wanachapwa. Basi kama atanabahi, jaribu maongezi yako yasiwe marefu. Sasa yule mchaji Mungu akamwambia, idha khashita sahir faqul habasani ahli, ikiwa wewe unamhofia yule kukuchapa, basi ukimwambie nyumbani ndo nimecheleweshwa, nyumbani nimeshughulishwa, nimefungwa na mambo kadha wa kadha, ndio maana nachelewa siku hizi. Wa idha khashita ahlak, na ikiwa unahofia ukirudi nyumbani utaulizwa umechelewa, maana ni njia ile. Akienda kwa mganga mchawi mpaka akae kwa yule mcha Mungu, na akitoka kwa mchawi kwenda nyumbani, maneno alimvutia, anakaa kidogo alafu nenda nyumbani. Sasa yule msomi mcha Mungu akaona basi kwa huku unachelewa na kule ukirudi unachelewa, basi sema hivi, nyumbani na zamani kulikuwa hakuna simu wala nini, watu wakitoka mbali kwenda kuitafuta hiyo elimu. Basi ukihofia wazazi wako watakuchapa, waambie basi huko mchawi ndio amenichelewesha, habasani sahir. Ikawa namna hiyo, fabainama huwa ala dhalik, ikawa kadhia hiyo. Akienda akitoka nyumbani lazima aende kwa nani? Kwa mchawi, kwa mtawa mcha Mungu, kapate ilmu, kisha anaenda kwa mchawi. Akitoka kwa mchawi haendi nyumbani moja kwa moja, anaenda kwa yule mcha Mungu, kisha anaenda nyumbani. Ikawa namna hiyo. Sasa siku moja Mtume tuelezea, idh ata ala dabbatin adhimatin, walipita katika barabara, kulikuwa na mnyama mkubwa ameizuia ile barabara, hakuna mtu awezaye kupita huku na wa huku hakuna awezaye kupita kule, ikawa ni udhia. Qad habasatin nasa, yule mnyama akawa amewakingiza watu, amewaziwia watu wasiweze kupita. Sasa yule mtoto yule kijana akasema, faqala alyawma alam as-sahiru afdal am ar-rahib afdal, leo mimi nitasoma, leo nitajua, leo bora ni mchawi au bora ni huyu mcha Mungu. Akafanyaje? Fa akhadha hajaran, akachukua jiwe, akasema maneno haya, faqala allahumma in kana amru rahibi habu ilayka min amri sahir faqtul hadhihi daba hatta yamdi an-nas, ikiwa jambo la huyu mcha Mungu linakupendeza zaidi, linakufurahisha zaidi, basi lifanye hili jiwe, si jiwe la kuua, lifanye hili jiwe limuue ule mnyama ninapomrushia, ili watu wafanyaje? Wapate kupita. Akafanya hivyo, akamrushia lile jiwe, yule mnyama pale pale akafa. Watu wote wakamshangaa yule kijana, jiwe hili si jiwe la kumuua mnyama mkubwa kiasi hichi, huyu ni huu uwezo ameupata wapi? Watu wakamshangaa. Watu wakaenda sasa kumuuliza, wewe kutaka kujua. Na yule kijana akawaelezea msimamo wake, kwa kuwa amethibitisha kuwa huyu mchawi anasema ukweli na imani anayonilingania nayo ni imani ya kweli. Akawaambia wale watu, akawaambia, Mola wangu mimi na Mola wenu ni Allah, na kilichomfanya huyu mnyama afe ni kwa idhini ya Allah. Kamrushia lile jiwe kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, akafa yule mnyama. Sasa watu wakaanza sasa kumwamini Allah, watu wakawa sasa na imani hiyo, mmoja baada ya mwingine. Ni jambo la kushangaza sana. Akamwendea yule mtoto mcha Mungu, alipomwendea akamwambia, bana, leo imetokea kadhia fulani. Akamwelezea, mnyama mkubwa amefunga barabara, nikachukua jiwe nikamrushia, ikawa hivyo vile ilivyotokea.
Yule mchawi akamwambia, buni mwanangu, anta al-yawm afdalu minni, leo wewe umekuwa mbora zaidi kuliko mimi. Wewe leo umekuwa bora kuliko hata mimi, umeweza kufanya maajabu hayo. Akamwambia, qad balagha min amrika ma ara, naona jambo lako, naona miujiza ilivyokufikisha. Sasa baada ya kuliona hilo akamtabiri, akamwambia, innaka satubtala, jiandae wewe utaonjwa. Hapo ulipofikia wewe utaonjwa. Na ikawa sasa watu kutokea ile kadhia ipite, watu kawa sasa wanamfuata yule mtoto. Yule mtoto akawa anaponesha wagonjwa, wenye vipofu akiwaponesha. Sasa ile habari ikaanza kusambaa mpaka kwenye kasri, ila mfalme tu alikuwa bado hajasikia. Wajua mpaka kufika kwa mfalme mara nyingine inakuwa ni inachukua muda mrefu, lakini katika wale mawaziri wake, katika wale waliomzunguka mfalme, mmoja alisikia, na alisikia mmoja alikuwa ni kipofu. Aliposikia habari hizo akamuita yule mtoto, akamwambia, mimi nimekukusanyia mali mingi, lakini sitakupatia kwa sharti mpaka uniponye. Yule mtoto akamwambia, mwenye kuponya ni Allah subhanahu wa ta'ala, si mimi. Kama utamwamini yeye, basi mimi nitakuombea kwake yeye na atakuponya. Yule akamwamini Mwenyezi Mungu, akamwamini Allah, Mola wa kijana. Alipomwamini yule mtoto, naye akafanya kama vile, akamwombea, na yule akafanyaje? Akapata macho yake, akaona. Sasa kwa kuwa ni mtu uko karibu na mfalme, lazima atakwenda kwenye mazingira yake yanayompeleka. Yule mfalme siku nyingine akashangaa kumwona katika watu wake, huyu si alikuwa ni kipofu, mbona sasa huyu anaona? Akamuuliza yule, akamwambia, akamwelekeza, bana, aliyeniponya ni Mola, aliyeniponya ni Allah. Akamwambia waziwazi, Mola wa kijana yule anayefundishwa uchawi. Kachukizwa sana kijana, hebu aitwe. Akiitwa yule kijana, kamwelezea msimamo wake, Mola Allah ndiye anayeponesha na yeye ndiye Mola wa haki. Yule aliyekuwa jalisi, yule aliyekuwa karibu na mfalme akauliwa. Kachukua msumeno akampasua kati na kati, kauliwa. Yule mtoto akateswa sana, akachukuliwa akateswa sana, na bado imani yake iko pale pale mpaka mwisho. Wajua saa nyingine unaweza kuteswa mpaka mateso yakawa mengi, yamekuzidi, ukasema kile ambacho hukukitarajia. Katika maneno yake akamwelekeza, bana, aliyenifundisha ni tauhidi ni yule mcha Mungu, yule mwalimu. Kaendewa yule mwalimu, akaitwa, akasharutizwa atoke kwenye itikadi hiyo, akakataa katakata, naye yule mfalme akampasua pande mbili kwa msumeno. Akaamrisha wale watu wake wamchukue huyu mtoto waende naye mpaka kwenye mlima. Hakutaka kumuua kwanza rahisi, kwa sababu anajua huyu ndio ana elimu ya uchawi, huyu akirudi nyuma ni faida kwake yeye. Na sasa hivi hapa alipofikia ameweza kuathiri watu, huyu tukimuua moja kwa moja, kwanza ngoja tumtie adabu za kisawa sawa, arudi nyuma, watu nao watafanyaje? Huyu akirudi, akitoka kwenye dini yake, na watu pia nao watatoka, ile imani atakuwa ameizima. Yule mtoto akamwambia, mimi sibadilishi msimamo wangu. Akamwambia wamchukue wampeleke mpaka kwenye jabali kubwa huko, kisha wasimtupe kwanza, wamwambie, uko tayari kufa au utoke kwenye dini yako? Yule mtoto akamwambia, ni uweni, fanyeni vyovyote, lakini mimi sibadilishi msimamo wangu. Lakini alimuomba Mwenyezi Mungu, alimwambia, ya Rabbi, nitosheleze na hawa watu. Basi lile jabali likatikisika, wale wote wakaanguka, yule mtoto peke yake kasalimika. Mungu akamwokoa, akarudi moja kwa moja mpaka kwa yule mfalme. Akamwambia Mwenyezi Mungu, Mola wangu Allah amenitosheleza na hawa watu. Akaamrisha wengine, mchukueni, hebu mpeleke kwenye katikati ya bahari yenye mawimbi, mumtupe huko ndani, lakini msimuue kwanza. Akikubali kurudi nyuma, basi mrudisheni, simtupe. Lakini kama hajakubali, tupeni, mzamisheni bahari. Kamchukua mpaka walipofika katikati ya bahari. Kawaambia, mimi vile vile msimamo wake. Kamwomba Mwenyezi Mungu, nitosheleze na hawa. Wale walipotaka kumtupa, basi Mwenyezi Mungu akajalia ile jahazi kaenda mrama, wote akawapindua. Yule mtoto peke yake akasalimika, akarudi tena kwa mfalme. Akamwambia, huwezi kufanya mbinu yoyote ambayo itanisababishia mimi kifo mpaka mimi nitake. Umejaribu mara kadhaa na kadhaa na kadhaa, umeshindwa. Lakini ukitaka kuniua, fanya hivi. Nifanye vipi?
wakusanye watu wote kwenye kawanja moja, kisha unitundike mimi, unisulubu, unitundike. Baada ya kunitundika, chukua mshale wangu uweke kwenye upinde, tena useme maneno haya, ndio utaniua. Lakini ukitosema maneno hayo itakuwa ni kazi bure, utafedheheka mbele za watu. Sema bismillahi wa rabbil ghulam, naanza kumuua huyu mtoto kwa jina la Mwenyezi Mungu, taja kwa jina la Mwenyezi Mungu, wa rabbil ghulam, na mola wa huyu mtoto. Akiachilia upinde wake ukampiga kwenye bongo, ukampasua pande mbili. Basi baada ya hapo watu walianza kuamini, watu wote, wa rabbil ghulam, wa rabbil ghulam, likaenea taifa lote, watu wote wakamwamini Mwenyezi Mungu kwa wakati mmoja. Mfalme akaona haya mambo ndio nilikuwa nikitahadharishwa, ndio yamekuwa, waumini wote. Akasema haiwezekani, hawa wote sasa wafukuliwe mashimo. Yakafukuliwa mashimo makubwa, hayo mashimo yakajazwa kuni. Ikawa mtu yoyote kinyume na matakwa yake atatupwa kwenye hilo shimo. Ikawa watu wamepigwa foleni, kila mmoja, haya watupeni huko mpaka warudi nyuma, watoke kwenye dini yao. Wote hawakutoka kwenye dini yao, wakawa wanatupwa, watoto kwa wakubwa, wanawake kwa wanaume, wanatupwa kwenye hayo mashimo. Si shimo moja, kwa sababu ni taifa zima, watu wote wamemwamini Mwenyezi Mungu kwa juhudi ya mtoto mmoja. Watu hakuna hata mmoja aliyerudi nyuma, wote motoni. Maana ukikubali tu kurudi nyuma kutoka kwenye dini yako, basi wewe utotupwa kwenye lile shimo. Na amefanya vile ili iwe ni funzo kwa wengine, lakini hakuna hata mmoja aliyerudi nyuma, wakawa wanachoma moto. Ndio Mwenyezi Mungu atuelezea kadhia ya watu hawa kwenye suratul Buruj, qutila ashabul ukhdud, wameangamia wameangamizwa wale watu wa makhandaki, wale waliofukua mfalme na viongozi wake walioamuru kufukuliwa ile shimo, waumini wafanyeje? Watupwe ndani, wameangamia. Annari dhatil waqud, shimo lilikuwa na moto mkubwa wenye kuni nyingi. Idhum alaiha qu'ud, wao walikuwa wamekaa tu pale wanaangalia waumini wakichomeka ndani ya moto. Wama nakamu minhum, hakupata baya lolote yule mfalme kutoka kwao wale, illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid. Kosa lao ni kuwa wamemwamini Mwenyezi Mungu mwenye iza, mwenye tukufu, mwenye ushindi, mwenye kuhimidiwa. Basi ikawa ni namna hiyo. Ndugu zangu, mtoto mmoja ambaye ndiye amekuwa ni sababu ya taifa lote kumwamini Mwenyezi Mungu mmoja, na hawakurudi nyuma. Kuna mama mmoja inasemekana kwenye kisa hichi alikuwa na mtoto wa kumnyonyesha. Sasa akawa anataka kurudi nyuma kuona hapa huyu mtoto mdogo, mimi si hofi nafsi yangu, lakini huyu mtoto ni mdogo, bado ni wa kunyonya. Mwenyezi Mungu akamtamkisha yule mtoto mdogo, akamwambia, mama yangu usirudi nyuma, wewe uko kwenye haki, tuingie pamoja kwenye hilo shimo la moto. Wakaingia wote wakachomeka, hakuna hata mmoja aliyerudi nyuma. Hii imani ndugu zangu imepatikana kwa taabu. Sisi tu hatuelewi yale matabu na mateso yaliyopatikana. Ndio maana ukaona sisi swala twazembea mambo mingi ya toa, kusoma Qur'ani, ni kwa sababu hii dini sisi hatujaipata kwa uchungu, lakini wenzetu waliipata kwa uchungu. Sisi hii dini tumeipata kistarehe tu. Hapa unasema Allahu Akbar, unatangaza jina la Mwenyezi Mungu, ashhadu an la ilaha illa Allah, hakuna kushikwa, hakuna kuadhibiwa, hakuna lolote baya ambalo linakupata. Kwa hivyo kazi nyingi ilifanywa na vijana. Leo tumemsoma kijana huyu ambaye imekuwa ni sababu ya mabadiliko makubwa, watu wakamwamini Mwenyezi Mungu. Kesho pia inshallah taala tutatafuta vijana wengine ambao walileta muamko katika hii dini ikasonga mbele. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.